kutuzwa kwenye mechi ambayo labda hujaona ubora wake kwenye mechi inayofuata na kuziba mdomo. Alikuwa na kiwango bora sana kwenye ule mchezo dhidi ya JKT. Yeah, Pacome ndo alikuwa man of the match kwenye ule mchezo na alicheza vizuri sana, na mara zote mimi sijai kumuona Pacome akiwa ameshuka kiasi cha kutisha sana, isipokuwa ni yale matarajio ya watu wengi. Unajua mchezaji mzuri atakupa vitu vichache sana utavielewa, na utakachokigundua ni kwamba pengine siku hiyo ni siku mbaya kwake kazini, hajafanya vizuri kama tulivyozoea. Lakini kwenye uchezaji wa Pacome mara nyingi ana msaada mkubwa sana kwenye timu. Hata kama Pacome hayuko kwenye ubora wa 100%, lakini bado ana mchango mkubwa kwenye mikimbio yake. Ana mchango mkubwa kwenye psychology ya wachezaji wengine, hayupo uwanjani. Kwa hiyo mchango mkubwa wa Pacome kila mmoja anaweza akakubali kwamba kama ilivyo kwa Chama, yani Pacome akikosekana kwenye uwanjani, unaiona Yanga kuna kitu fulani kinapungua, hata kwa wachezaji wenyewe. Yani kuna kitu wenyewe wanafeel kama kimepungua, kwa sababu wakati wote bwana, inawezekana angekuwa mtu fulani angefanya kitu fulani, lakini kwa Pacome wakati wote anaweza akakuassist, anaweza kapunguza watu, anaweza kapressurize timu pinzani, mwisho siku kaingia kwenye mfumo na mambo yakatokea. Kwa Pacome sina shida naye, ni moja kati ya wachezaji ambao wameweka quality yao mezani, lakini fomu yao pia iko pale. Lakini tukirudi tukiangalia, kuna kitu ulikuwa unazungumza hapa kuhusiana na kocha wa Yanga Mourinho. Mimi kwenye mchezo bado sijaona kama kuna kitu amekifanya. Unajua Yanga tushaye kuzungumza hapa yani Yanga kuna mkocha yote akifika kwa quality ya Yanga iliyotengenezwa ya muda mrefu, yani hata mimi kiambia bwana hebu kaisimamie Yanga pale, wewe kocha, mimi nitawaambia chezeni kama mnavyocheza. Mfano kocha hivyo ashapitwa na wakati. Ngoja nikwambie, ndo ninachokiona kwa Mourinho. Ngoja nikwambie, nisikize basi, nisikize. Kwanza sio kocha, yani wewe unasemea kama kocha wa Yanga, wewe sio kocha. Nisikize. Mfano ufuti. Hebu chukulia mfano. Ukisema sio kocha, mimi nimesomea coaching, lakini sio kwa kiwango hicho. Ndio nakwambia wazi kusoma ukocha ni ukocha tu. Sasa mimi nasema kama kocha. Hapana. Sawa. Kwenye touchline. Yes, mfano mimi na lesson D, wewe una lesson D, si ndio? Ngoja tumalize kitu. Una lesson gani? Sawa, ngoja tumalize kitu. Mtaniondoa kwenye hoja. Mimi nimekwambia kocha, kwa subiri kwa nitawaambia baadaye. Iko hivi. Ulikuwa unazungumzia hapa Mourinho kabadilisha kitu ndani ya Yanga. Mimi binafsi nasema Mourinho hajabadilisha kitu chochote ndani ya Yanga mpaka sasa. Umeelewa? Mimi ninachokiamini kocha Hamad Ali wa JKT Tanzania angepewa Yanga ndani ya hiyo mechi tu bana, kutana na timu yako wewe, uwe kocha wa Yanga na Mourinho awe kocha wa JKT Tanzania. JKT Tanzania ingefungwa.